الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, kuna jambo mlielewe kwamba unapokuwa Muislamu unatakiwa uupende Uislamu. Umpende Mungu, umpende Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia pamoja na hayo natakiwa ujue na uamini hivyo kwamba hakuna mwanadamu atayepata nafasi ya kumwabudia Mungu, huyu Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi na vyote. Huwezi ukapata nafasi ya kumwabudu ila pale kwanza utapokuwa wewe ni Muislamu. Usipokuwa Muislamu huwezi ukapata nafasi ya kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na vyote. Ndio maana mwenyewe Mungu amesema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo huwezi ukataka kumwabudu Mungu lakini si Muislamu, hiyo haiwezekani. Ila wale walioamua kumwabudia Mungu kupitia njia nyingine, usigombane nao, waache. Na Mungu hataki ugombane nao wala uwatukane. Mungu amesema kwenye Qur'ani, wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allahi fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm. Msiwatukane wale wanaoabudia vingine isiyokuwa Mungu, msiwatukane, kwa sababu mkiwatukana mtasababisha wamtukane Mungu wa haki. Kwa hiyo hutakiwi kama Muislamu umsababishie Mungu kutukanwa, hutakiwi. Wala msiwachukie, maana wengine yeye akiwa Muislamu wasiokuwa Waislamu anawachukia. Ulichokatazwa kufanya nao kingine, ulichokatazwa kufanya nao ni muwala, kuwa wandani wako. Lakini chuki, usiwachukie, kwa sababu wewe bado unahitajiwa na dini yako kuwashawishi waje. Unayemchukia huwezi ukamshawishi akaja.
akishahisi kwamba unamchukia, utapata nafasi ya kumshawishi? Huwezi. Kwa hiyo sisi hatutakiwi tuwe na chuki. Wapo watu wameamua kuabudu na wao, lakini si kwa njia hii aliyoiweka Mungu, kwa njia nyingine ambayo na wao wanadhani kwamba hiyo ni sawa. Mungu mwenyewe anawaona na anajua afanye nao nini. Hili nataka mlielewe. Na pale niliposema kwamba kila mtu anatakiwa Muislamu aipende dini yake na amwabudie Mwenyezi Mungu kwa uhaki wa kumwabudu, amche Mungu kwa haki ya kumcha. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, mcheni Mungu ukweli wa kumcha na wala msikubali kufa illa ili hali nyinyi mkiwa Waislamu. Huo ndio utaratibu ambao Mwenyezi Mungu anatuambia kupitia kwenye Qur'ani tukufu. Lakini kuna janga limejitokeza kwetu ndani ya Uislamu na liko kwa wengine ambao wasio kwa Waislamu. Janga hilo hilo naliita janga makusudi muelewe kuwa ni janga. Kuipenda dini yako na kumwabudu Mwenyezi Mungu kama ilivyofundishwa ndivyo inavyotakiwa. Lakini kuna kitu kinaitwa udini. Udini ni janga. Udini maana yake midhali wewe ni Muislamu, kila asiyekuwa Muislamu unamchukia na unataka asipate hata maji ya kunywa. Huo ni udini huo. Na hilo ni janga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila utumbo umajimaji ni sadaka, kwa maana ya kwamba yoyote utakayempa chakula akala, usimtizame dini yake, mtizame ubinadamu wake. Midhali mwanadamu anahitaji kula, mpe kula. Ikiwa mnyama anahitaji kula, mpe kula. Ikiwa mnyama anahitaji kunywa, mpe kunywa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuja kufundisha ukatili. Yeye ni rehma na Mungu amemtangaza hivyo, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma illa wewe ni rehma kwa viumbe wote. Alalamina, viumbe wote, wenye dini, wasiokuwa na dini, binadamu, wanyama, wote katika alamin. Ikiwa mnanielewa hivyo, narudia tena kusema kwamba janga ambalo lipo ni udini. Sisi Waislamu baadhi yetu tunao udini, na wasiokuwa Waislamu nao ndio wamelivaa kweli kweli hilo la udini, kumchukia yoyote asiyekuwa wao. Wakati sisi wanadamu tunatakiwa kwanza tugombee ubinadamu wetu, tusaidiane kama binadamu, tuishi kama binadamu. Suala la imani hilo ni khiari ya kila mmoja katika sisi. Huwezi ukamkuta mtu kapondwa na bodaboda, anahitaji msaada wa kumpakia kwenye gari, kishavunjika miguu, unaanza kumtizama dini yake alafu ndio umpe msaada. Hapana, mtizame kwamba huyu ni majeruhi, mwanadamu amejeruhiwa na bodaboda kwa mfano, Mungu awanusuru bodaboda. Wewe unachotakiwa pale haraka uhakikishe unaokoa maisha yake kwa kumkimbiza
hospitali. Hivyo ndio Mungu anavyotaka. Qur'ani imesema, wa in ahadun minal mushrikina istajarak faajirhu, yoyote katika washirikina amekutaka himaya au anahitaji himaya kutoka kwako, mpe himaya. Kumpa himaya, unamsaidia yule kuwa karibu na neno la Mungu, hatta yasmaa kalam Allah, mpaka asikie neno la Mungu. Ili mtu ulimsikilizishe neno la Mungu, mpe msaada, kuwa naye karibu, usimchukie. Wa in ahadun minal mushrikin, hii jamani nasoma ni Qur'ani. Wa in ahadun minal mushrikin istajarak fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Ikisha ukishampa himaya, yuko katika amani na utulivu na salama, halafu msindikize mpaka eneo salama. Qur'ani inatuambia mushrik umsindikize mpaka afike katika eneo salama. Hivyo ndivyo inavyotufundisha Qur'ani. Thumma abligh, mwenyewe Mungu anamjua kwamba huyu ni mushriki, adui wa tauhid. Mushriki siku zote ni adui wa tauhid, ile la ilaha illa Allah ni adui wake mkubwa, ni mushriki. Lakini kwa kuwa ni binadamu, anahitaji msaada, awe katika amani, mpe amani, alafu msindikize mpaka afike katika eneo salama. Hayo ndio mafundisho ya dini yetu. Wengine hivi sasa, hasa wakati huu, wengine wasiokuwa Waislamu, imekuwa janga, balaa hivi sasa hivi. Maana ugonjwa kwetu ulikuwepo, lakini umehamia kwa wenzetu. Huko ndio umekuwa balaa, kwa sababu kwetu umeanza tu, na panapoanza moto hapawi pakubwa. Kule mbele unapokwenda kuwaka moto ndio kunakuwa kukubwa. Si mmenielewa? Yani mwanzo wa moto ni cheche. Kwetu ilikuwa cheche. Sasa maangamizi yako mbele. Kwa wenzetu wamekuwa na gonjwa la chuki, kiasi cha kwamba japokuwa wanadai ni watu wa dini na wana kitabu wanakifata, na kitabu ukikisoma masha Allah kizuri tu, uwezi ukasoma Bible ukakuta matusi, anatukanwa mtu, wala uwezi ukakuta chuki mle ya wala, yani hakuna ndani ya Bible maamrisho ya chuki, hamna, hakuna. Kwa sababu Bible asili yake ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kakiteremsha Mungu kwa Mtume Isa. Biblia, kazi Mungu alete kitabu duniani cha chuki, hakuna hilo ndani ya Bible, hakuna. Kama ilivyo kwetu si ndani ya Qur'ani hakuna chuki, isipokuwa baadhi ya Waislamu wana tabia ya chuki. Yani anaona kila asiyokuwa Muislamu yeye kwake, wewe utakaaje? Utaishi vipi? Yani hata hivi maumbile nyinyi hamuoni? Hii dunia hii ilipendeza tuwe sisi binadamu, lakini hakuna nyoka, hakuna nge, hakuna panya. Vote vinakera vikeri hivyo, lakini wapo panya hawapo, wanakera hawakeri. Nyoka wapo hawapo, wanasumu hawana sumu. Lakini Mungu kwani kawaweka? Kawaweka kwa hikma zake Mungu. Sasa hivyo katika dini kuwepo watu wengine ambao wasioamini kama wewe, hilo ni jambo kawaida. Kama vile unaona wapo nyoka, ni kawaida tu. Yani hizo ni hikma za Mungu. Usiingilie utawala wa Mungu na ufalme wake na aliyoamua kuyafanya kuyaweka, usiingilie. Maana unataka uhoji kwa nini mchungwa una miba. Si ilipendeza matunda ya machungwa, unakwenda kuyavuna kwa uzuri tu, hakuna miba. Lakini mchungwa, ili upate tunda la machungwa, si inabidi ukwepe miba? Ukwepe miba alafu upate hilo tunda la chungwa. Hebu niambieni, katika akili zenu, ile miba katika mchungwa inafanya nini?
Inafanya nini ile? Wewe huwezi ukajua, lakini Mungu aliyeumba mchungwa anajua kwa nini ipo miba. Mungu aliyeumba mchungwa naangalia basi ndani ya mchungwa kuna kokwa za uchungu. Kuna watu wanatengeneza machungwa hayana kokwa lakini si matamu kama yale yenye kokwa. Kuna watu wanafanya binding ya machungwa hayana kokwa, wanafanya binding ya embe kokwa yake jembamba, lakini matokeo yake si matamu. Embe za kawaida ndio tamu, machungwa ya kawaida ndio matamu kuliko yale ambayo yameunganishwa ambayo hayana kokwa, hayana hivi. Wakati mwingine utakuta hata maji hamna. Acheni hikma za Mwenyezi Mungu aliyeamua kuumba mwenyewe anavyotaka, acheni hivyo hivyo. Na duniani hapa acheni kwamba kuna watu wanaitwa Waislamu na kuna watu wasiokuwa Waislamu, acheni hivyo hivyo kwa sababu Mungu ametaka. Kwa sababu Mungu anasema katika Qur'ani, walau shaa Allahu la ja'alakum ummatan wahida. Mungu angetaka angekufanyeni umma mmoja, kopi moja, lakini kwa hikma zake kafanya watu ni tofauti. Idhan naomba muelewe kwamba kuna ujanga na ubaya wa udini, na udini unazalisha ubaguzi, na ubaguzi unazalisha kuvunjika amani na utulivu katika maeneo tunayoishi. Kipindi hiki msikubali kuburuzwa mkaingia katika udini hata kama ikiwaje, kwa gharama yoyote, kwa sababu kila mmoja katika nyinyi ana wivu na dini yake. Muislamu ana wivu na dini yake, lakini wivu huo usikupeleke ukataka ulipize kisasi kwa yule anayekuchukia. Hiyo iwe ni fursa ya kumfahamisha vizuri, iwe fursa ya kumfahamisha vizuri huyo mwenye tabia hiyo, kwa sababu nyinyi ni madaktari, wao ndio wagonjwa wenyewe. Mungu anasema kwenye Qur'ani, kuntum khaira ummatin, nyinyi Waislamu ndio umma bora. Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema, watanhauna 'anil munkari, na mnakataza mabaya. Miongoni mwa mabaya udini. Lakini hata wenzetu ambao tunaishi nao katika nchi yetu, tunaishi nao pamoja na wao ni wananchi sawasawa kwa mia na sisi na wao, walijue hili la udini ni janga, litasababisha kuvunjika kwa amani na utulivu katika nchi yetu. Udini maana yake ni ubaguzi wa kidini, na ubaguzi wa kidini katika maisha yetu ya kawaida itakuwa ni janga, ni hatari, na kwenye dini yenyewe ndio itakuwa hatari zaidi. Udini, mbele yenu kuna uchaguzi, hivyo msije mkaingia katika uchaguzi kwa misingi ya udini, kwa sababu wengine wanapanga mipango hiyo kuwe na udini. Hasa kipindi hiki wengine washasema kwamba sisi kwa nini tuongozwe na Muislamu. Sasa ikiwa sasa hivi kwa nini tuongozwe na Muislamu, na siku nyingine waseme tuongozwe na asiyekuwa Muislamu, tutaishi hapo? Sisi taifa letu tumeanza kwa kuongozwa na asiyekuwa Muislamu. Miaka 23 kakaa, hakuna mtu aliyofanya hivi wala hivi. Tumeanza kuongozwa na mtu asiyekuwa Muislamu, baba wa taifa. Na baba wa taifa alikemea sana suala la udini, na nyote mnajua. Baadaye akaja mzee Ali Hassan Mwinyi ambaye dini yake binafsi ni Muislamu, lakini hakuongoza nchi hii kwa misingi ya dini na ubaguzi wa kidini.
kaiongoza nchi hii kwa misingi ya utaifa na umoja wa wananchi wake mpaka amemaliza kipindi chake. Akaja mzee Mkapa ambaye dini yake ni Mkristo tena Mkatoliki. Kaongoza hivyo kama walivyoongoza watangulizi wake kwa utulivu, na waliostahiki kupewa vyeo wamepewa bila ya kutizamwa dini zao, bali walitizamwa uwezo wao na maslahi ya taifa kwa ujumla. Huyu anaweza, anapewa waziri mkuu. Huyu anaweza, anapewa waziri kadha. Huyu anaweza hili, anapewa waziri kadha. Haya ndiyo tulivyokwenda, na ndio maana ilikuwa amani imetawala. Kadhalika kaja baada ya mzee Mkapa kaja bwana Jakaya Mrisho Kikwete. Watu wote hapa mlikuwa mnamwita majina mazuri, handsome, si mmemwita hivi mcheshi na hivi na hivi, anacheka na watu wote. Kaongoza nchi hii kipindi alichoongoza cha miaka 10 bila ya udini, japokuwa wengine walikuwa wanasema sema, lakini hao hawakuwatazama. Wanasema sema neno kwamba huyu Muislamu, huyu hivi kasema yeye Muislamu. Sasa kwa nini sasa Muislamu? Na mwalimu alisema kwa mimi Mkatoliki. Kwa hiyo mtu kuwa Mkatoliki si kosa, na kuwa Muislamu si kosa. Kosa linakuja pale ambapo midhali wewe Mkatoliki unawachukia wasiokuwa Wakatoliki, midhali wewe ni Muislamu unawachukia wasiokuwa Waislamu. Hilo ndio kosa. Lakini sio tatizo wewe kuwa Muislamu, wala sio tatizo wewe kuwa Mkristo. Lakini jambo hilo sasa linarudishwa tena kwa nguvu, ili tuanze kutizamana usoni. Huyu ana sijida apate kazi, huyu hana sijida asipate kazi. Yani asiyokuwa ni sijida ndo anafaa kazi, mwenye sijida anaitwa mujahidina. Huo ni ubaguzi huo. Mwache awe na sijida, si anasugua chini, sasa atakosa sijida. Yani mcheza karate atakosa kuwa na misugusugu mikononi mwake. Sasa unamwambia nini huyo? Ndugu zangu, tutaendelea mpaka mwisho kuwakumbusha kwamba sasa hivi umeingia udini na watu wanaona tabu, yani kuongozwa na mama huyu kwa sababu Muislamu. Sasa hiyo jamani, lazima tuikemee. Tuikemee kwa sababu hilo, nchi hapa iongozwe kidini. Hii nchi haiongozi kidini, wala katiba ambaye yeye anatokeza hadharani pale uwanja wa Taifa kuapa, anaapa na katiba ya nchi iliyopitishwa na wananchi wenyewe. Anaapa kuilinda katiba ile, na sio anailinda tu isipotee, anailinda kwa kutekeleza yaliyomo ndani ya katiba. Wanatoka watu wengine nje huko, wanakuja hapa wanawashawishi watu kwamba huyo mama hakuchaguliwa. Yule kachaguliwa na katiba, ndio iliyomchagua. Na nyinyi Waislamu wengine nyinyi wakati hamsomi katiba wala hamsikilizi taarifa ya habari, kazi yenu mmekaa humu katika vigenge, hatuchezi tutacheza, hatuchezi. Someni mambo ya maana wakati mwingine. Hii hatuchezi hii iwe kidogo. Hii hatuchezi iwe kidogo. Lakini someni mambo ya maana, jueni hali halisi ya nchi yenu kwamba inataka kuingia katika hatari ya ubaguzi wa kidini. Hii masala hatuchezi, tutacheza. Maana hapa kusema kweli watu wanaimba kweli kweli mpaka wengine na tasbihi zao hivyo hivyo. Hatuchezi. 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 Hatuchezi nini? Wewe sema subhanallah, subhanallah. Hatuchezi nini? Sema subhanallah, subhanallah. Mungu tulindie amani ya nchi yetu nini? Hayo ndio tasbihi. Hatuchezi na nani? Mimbo hii haina maana. Chenye maana hapa jamani,
tuwe na haya ninayoyasema kwamba lazima tulinde nchi yetu isije ikaondokewa na amani yetu na utulivu wake. Uchaguzi, tuingie katika uchaguzi wakati tukiwa tunapendana. Atakayemjalia Mungu akashinda ndo huyo huyo. Lakini pia si kila chama kina ilani zake. Kila chama kitoe ilani zake. Watu watizame ilani gani itayowafaa. Mko huru. Ukiwa umependezewa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, fabiha wa ni'mat, nenda kakae katika foleni, chagua. Ikiwa umependezewa na Chauma, sawa, kwa sababu vyote vyama halali vipo. Ila kwa wale ambao inaonesha kuna elementi za udini, mimi sishauri kushirikiana nao. Wale wenye elementi za udini. Lakini hata wale ambao wenye ilani nzuri, lakini baadhi ya viongozi wao ambao wako rushwa hivi, pia hawa hawafai. Ikiwa rushwa ananunua watu, huyo hafai. Tunataka viongozi ambao akishika uongozi atakuwa anatushughulikia, sio atakuwa anashughulika kurudisha hasara yake. Ashughulike na kutuendeleza pale walipomalizia wenziwe. Huyo ndio kiongozi tunayemtaka. Hii tuseme wazi, na mkiniambia mimi humu ninasema siasa, nimeshikilia siasa, hiyo ndio siasa yenyewe na mimi siache hapa. Kwamba tunataka tuongozwe na mtu ambaye hana udini. Kama Mama Samia Suluhu hana udini. Mama Samia Suluhu hana udini. Hata mmoja sijamuona kwamba ana udini, hapana. Lakini wengine wanakuja wana mpango huo wa udini. Tusikubali kuongozwa na watu wana udini. Vyovyote atakavyokuwa. Hata diwani kimuona na udini, achana naye. Tafuta diwani ambaye hana udini. Hapa tunaongoza, tunataka ajira kwa vijana. Tunataka hivi kwa masomo, tunataka afya, tunataka barabara, tunataka hivi vitu vya maisha yetu. Dini kila mmoja na yake. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliya dini. Lakum dinukum, kila mmoja na dini yake. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه، وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه، وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, msisahau mauaji ya kimbali yaliyotokea hapo Rwanda. Hapo chanzo chake ni udini. Mauaji ya kimbali yaliyotokea hapo Rwanda, chanzo chake ni udini. Na kila pahala katika ulimwengu ukifuatilia matatizo yao, chanzo chake udini. Pakistan na India hawaelewani, ni kwa sababu ya Kashmiri, ni dini pale, udini. Kama hamna habari, siku zote wale wote wanamiliki silaha za nyuklia. Huyu anayo na huyu anayo. Amani inakosekana pale kwa sababu ya nini? Udini.
nikwambieni hata shemeji zangu wa Somali kule hapa kaliki udini ule, kwa sababu wote ni wa Somali, wote ndugu zangu mimi Ishakia. Haya, mnagombea nini dini? Kwa sababu ya nini? Wengine sufi, wengine sio sufi, shababu wale, na wanatuletega mpaka huku mambo ya kishababu shababu. Ya nini hayo? Lakini kwetu pale Sudan hapa kaliki, naona tatizo lao ni ile huyu dini, huyu dini, huyu hivi. Ndio tatizo hilo tu. Sudani ni kabila moja, watu wa moja, Waarabu wale, Arabu mchanganyiko. Lakini mjini kwao pale Khartoum hapa kaliki, Umdurmani hapa kaliki, Kordofani sijui hapa kaliki. Ya nini yale yote? Muulizeni Msudani yoyote sasa hivi anaipenda Tanzania au anapenda kwao Sudani, atakwambia Tanzania, tena atakutajia napenda Rufiji kwa Jongo, ndo kwao. Na Msomali hivyo hivyo, atakwambia mimi kwetu kule kwa Jongo kule kijiji cha pili ndo kwetu sisi. Wewe bwana, wewe Msomali wewe kwake. Yaani muulize yote Msomali yote, na mimi ndo shemeji yao wote wa Somali, kwa sababu wameoa dada yangu. Yote hiyo amani. Jamani, naomba amani na utulivu jamani, kitu kizuri sana. Hawa wote wenye matatizo kwao, na mimi nazungumza nao, wametoka huko kufuata hapa kwenye nini? Amani, wanakunywa chai hapo barazani. Unasikia bana, tunazungumza tunatiana hapo. Uzuri tu, unaona? Na anakuja Msudani hapa amela kashinu na lugha yao ninaijua. Amani tu, na yuko Tanga jana, sasa hivi ameniambia Tanga raha. Huyu Msudani anasema Tanga raha inamhusu nini? Tanga raha kwa sababu kumetulia. Na kafika basi, sijui sio ushampa mtoto wa Tanga ndio atoki tena. Yani unaona, Tanga raha. Kwa nini asiseme bahari raha, iwe Tanga raha? Kuna mkoa hapa unaitwa Bahari, kuna Umdurmani, kuna nini Khartoum. Kwa nini asiseme kule raha? Hakuna raha pale. Raha iko wapi? Tanga anafanya shughuli zake kwa raha, kila kitu kwa raha. Na watu wa kule wanajua mashaallah na nini na kupika. Mbaazi ukizila kule Tanga ndo huli tena mpaka peponi. Usipati tena hizo mpaka uingie peponi ndio utapata. Tanga zimemuumiza mtu hapa. Hivyo ndivyo walivyo watu wa kule bana. Sasa utafanyaje? Sasa mapishi yale utayapataje yale kama hakuna utulivu? Tangawizi ile utaipataje ile? Mikate ya kumimina ile ya Tanga utaipataje ile jamani? Niulizeni mimi. Niulizeni mimi. Niulizeni mimi. Tanga. Yote hiyo kwa sababu ya amani na utulivu. Wa ila ndio hao wenzetu wanaona tabu kuishi amani na utulivu na kupika mbaazi deke zito kweli kweli, ukila na kitumbua huli tena mpaka labda ujaliwe kuingia peponi, ndio utakula baadhi ya aina ile. Sasa inakuwaje? Tusipoteze muda. Mahimizo yangu ni kwamba huu si mchezo, si wakati wa mchezo huu. Mchezo uiacheni tu ya badali nani, lakini ukweli ni kwamba tuingie katika uchaguzi, tuchaguane ili tuendelee kuishi. Maisha bado yanaendelea, tutaondoka sisi tu, lakini maisha bado yanaendelea. Mwisho wa dunia na ujua Mwenyezi Mungu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'an as-sahabati al-kiram khususan minhum dhil عريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب،
ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر